Linda. Linda. Naomba unisaidie. Naomba unisaidie rafiki yangu. Maana nateseka sana huku nilipo. Linda. Naomba unisaidie rafiki yangu. Marahaba, jambo. Jambo. Vipi, ulikuwa unaelekea wapi? Nilikuwa naenda huko kutembea. Lakini kaka, leo nilikuja pale nyumbani kwenye msiba. Lakini nashangaa sijakuta kabisa msiba, wala sijakuta hata mtu mmoja. Nini kinaendelea kwani? Kawaida ya sisi na mila za desturi yetu. Mtu akishafariki, akishazikwa, hakuna msiba unaoendelea. Na hakuna wala watu ambao wanatakiwa kukaa pale. Sawa. Pole sana kakaangu. Kwa hiyo kaka, unataka kuniambia ni Maua amekufa kabisa? Yaani amekufa, tutamuona tena. Lakini kifo cha Maua jamani kinatusikitisha. Yaani nashindwa hata cha kuongea. Unajua Maua alikuwa anatuongoza shule. Yaani alikuwa anafanya shule yetu inaonekana namba 1 katika shule zote. Yaani kwa jinsi ninavyokuona kakaangu, itakuwa umehuzunika. Yaani amekuachia pigo kubwa sana. Pole. Asante. Maua ameshafariki. Kilichobaki ni kumshukuru Mungu na kumwombea. Labda Teresa, ulikuwa unahitaji kusema nini? Hamna kitu. Lakini pole. Alafu pia, yaani ukiona mimi, yaani fanya kama umemwona mdogo wako Maua. Yaani mimi sawa sawa na Maua. Yaani popote pale utakaponihitaji, wewe niite wala usijali. Kaka. Lakini Maua hajafariki bado. Yuko hai. Sasa ninachokuomba, ukae kimya na unyamaze. Uone nini kinachotokea. Na chochote kitakachotokea, usije kufanya kitu chochote kile. Sawa? Sasa mbele yako kuna nini? Nyumba tu na mlango ulofungwa. Hapana. Mlango haukufungwa. Kwani umevaa nini? Nimevaa vitu vingi, ila sijui nini kinacholeta shida. Basi na mwani. Basi zivue, kisha uzikanyage chini. Sasa niambie, hapo unaona kitu gani? Kwa sasa hivi upo wazi. Sasa mbona ni usiku? Na kwa nini upo wazi? Hapana. Huu ndo muda ambao Maua anapewa chakula. Kwa hiyo subiri na utaona.
muda si mrefu atatoka na anza kula. Lakini akitoka sihitaji upige kelele aina yoyote. Maana huyu mzee ambaye amemshikilia anaweza kusikia sauti iliyopata pale. Kwa hata upumuaji wako uwe ni wa taratibu na wa chini. Mbona onekani? Hapana. Bado yupo na anaendelea kutusikiliza. Usiongee kwa na wala usipo. Tulia. Hema taratibu. Maana yuko nyuma yetu. Hawezi kutuona. Wewe ukigeuka kwa makini unaweza kuona. Nilikwambia inatakiwa utulie. Kitu chochote tunachokifanya tofauti tunaweza tukastukiwa na sisi tukawa miongoni mwao. Yule ni nani? Yule ni mganga. Mganga? Na dhumuni la yeye kuja hapa ni kwa ajili ya kumwokoa Maua. Kwa hiyo tulia na utaona kinachotokea. Mbona onekani tena? Bado yuko pale pale. Sema amesimama kwa sababu anatega mtego wake. Kwa hiyo tulia na utizame. Utaona kinachotokea. Toka, toka. Tulia. Tulia. Usiongee kwa nguvu. Ninakwambia kwamba Maua yupo. Lakini tahadhari. Chochote unachokiona pale, usije kumwambia mtu yoyote, maana tutakuwa hatarini. Mganga mbona hayupo? Lakini mganga ameshindwa kufanya kazi yake kwa sababu dhumuni na lengo lake ni kuja kumwokoa Maua tu peke yake.
lakini ameshindwa kwa sababu amekuta kuna kijana mwingine hakuja na nguvu kiasi hicho cha kubeba wote wawili. Tuondoke, tusije tukapata na kitu chochote kile. Sawa? Niambie. Safi. Naona unachota maji. Sasa unafikiri nisipokuja mimi kisimani atakuja maji? Maana nyumbani niko mimi na babu. Utamtegemea yule mzee aje kuchota maji kweli? Kumbe babu yako yupo? Ndio yupo. Vipi, una shida naye? Hapana. Ila nikuulize kitu. Wewe uliza, hamna shida. Hivi wewe kama wewe unakionaje kifo cha Maua? Kivipi unaniuliza hivi? Mimi kwanza sifahamu kitu chochote kuhusiana na kifo cha Maua. Wala sijui kitu chochote. Alafu kwa nini mnakaa na kuanza kujadili kuhusu kifo cha Maua? Hiyo si mipango ya Mungu au? Hapana. Naona kama kina utata pia. Utata? Kivipi? Kwa mimi na Voice kuna ushirikina pale umefanyika. Mnajua watu wa kijiji hiki mnanishangaza sana. Kwa nini msiache Mungu afanye mambo yake na maamuzi yake? Kwa hiyo mtu akifa mtasema ushirikina, si ndio? Lakini unakumbuka wale mwanafunzi mgeni alichotuambia? Hivi nyinyi mna akili kweli? Kwa hiyo mnakaa mnamsikiliza yule mwanafunzi mgeni. Mwenzani yule ana akili nyingi na ndio maana sometimes anaongea vitu ambavyo havina hata maana. Eti nyinyi mmekaa na kumsikiliza mwanafunzi mgeni. Utachelewa. Sawa bwana. Tweza. Tweza. Kama wewe na babu yako mmenichukua mmenifanya msukule. Na mnanitumikisha pasipo na sababu. Wewe tena. Umefuata nini huku? Nani amekuruhusu uje huku? Watweza. Vipi mbona sikuelewi? Unaongea na nani sasa? Hapana, siongei na mtu. Tweza. Nakuomba basi unionyeshe angalau njia. Niende kwa kakaangu. Wewe, naomba uondoke. Ondoka! Nisikilize nikwambie. Usipoondoka hapa, nitamwambia babu asikurudishe. Yaani upotelee mazima na hautamwona tena kaka yako. Toka! Tweza. Nakuomba. Wewe Tweza. Vipi? Mbona sikuelewi?
Thank you.